Al Ahly ana uwezekano mkubwa wa kufunga hata goli moja. Rabat ana uwezo wa kwenda ndani ya Misri akachomoka au akatoa sare. Ndio maana tuna matumaini makubwa. Na sisi wale jamaa wakija hapa tuna uwezo wa kufunga hata goli 4, hata goli 3. Ndio maana tunakuwa na nafasi. Matumaini sisi yapo kwa sababu tuna kitu tunacho mkononi, tofauti na wenzetu, wao hawana kitu. Na ukiangalia Yanga namna ambavyo wamecheza katika hatua ya makundi, wao hawakuonesha performance nzuri katika upande wa ushambuliaji. Magoli walionao mpaka sasa hivi ni 2 tu peke yake. Pengine hii haiwezi kuwatia wasiwasi kuona kwamba nyinyi hamwezi kufuzu, kwa sababu lazima mshinde magoli 3 ndio mfanikiwe kufuzu. Wachezaji wengi wa Yanga kwanza walikuwa majeruhi na wachezaji wengine ni wageni. Alafu pili, tulikotaka kupata matokeo mazuri ni kule tuliko kwenda kucheza na FAR Rabat. Lakini kitu kilichokatokea, kwanza siku ile kulikuwa na mvua kali, alafu kiangalia nchi yenyewe ina baridi. Kwa mujibu wa wachezaji wa mpira, watu waliocheza mpira, wewe kama umetoka sehemu za joto, alafu kaenda sehemu ya baridi, ina maana pale unapokimbia ile baridi inakuwa kama inakurudisha nyuma. Yaani inakuja kifua kina tight, yaani ile speed inapungua. Ndio maana hata wachezaji wa Yanga kwa kweli walijitahidi kwa kiasi kikubwa kutoa zile mbio walizokuwa nakimbia, lakini kwa namna moja au nyingine wangeshindwa kabisa, kwa sababu hali ya hewa inapokuwa kali na wewe ulizoea joto huwezi kukimbia. Kwa mimi niliocheza mpira nafahamu hivyo. Hata asubuhi kama unafanya mazoezi ya kukimbia, kama siku ina baridi, basi siku ile kwako inakuwa ngumu, kwa sababu ule upepo unakurudisha nyuma wakati kitu kile wewe hujakizoea. Pedro Goncalves yeye ni kocha ambaye anapenda kujilinda. Pengine unadhani mechi hii anaweza kafunguka ili aweze kutafuta magoli au bado ataendelea na mbinu zake zile za kujilinda? Mechi hii sisi hatuwezi kujilinda. Hii mechi sisi tunafunguka. Maana kujilinda kama siku ile kujilinda tulikuwa tuna balance. Kwa sababu kama tungeenda vile tukatoka draw ingekuwa matokeo mazuri. Na ile ndio mifumo ya makocha kutoka Ureno. Hata Jose Mourinho siku alicheza Inter Milan na Barcelona, alidefense wakapata matokeo. Unaona? Sasa kwa maana hiyo swala la kudefense sio swala baya kama kuna kitu ambacho nakihitaji. Sasa inaweza kutokea bahati mbaya ukafungwa au ukashinda au ukatoa draw. Sasa defense ni kitu kizuri sana. Hata mimi nilikipenda. Lakini kwa siku ya leo hatuwezi kudefense kwa sababu hakuna tunachopoteza, si pa tumeenda kutafuta magoli. Endapo kama tutashinda goli 4 bila, hapo ndo tunaweza kudefense kuwalinda wale jamaa wasipate goli hata moja. Ndio kitu ambacho mimi nakiona. Kikosi cha leo huenda kikamkosa Damaro. Damaro ni mchezaji ambaye ameonyesha performance nzuri sana hivi karibuni, lakini huenda leo akakosana kutokana na ana kadi za njano 2. Tunaitazama sasa kwa upande wa wachezaji. Unadhani nini kifanyike? Pengine Mdassir kama leo akianza akiunganika na Duke Abuya, kuna kitu kinaweza kufanyika ndani pale katikati ya Young Africans? Kwa swala la kiungo katika klabu ya Yanga pale hakuna tatizo lolote, hata kama Damaro leo hatashindwa kucheza, lakini Yanga ni timu kubwa, ina wachezaji wengi. Nafasi yake itafanywa kazi na wachezaji wengine na hakuna kitu chochote ambacho kitashindikana kwa sababu timu ni kubwa kuliko ile timu tunaocheza nayo. Ushambuliaji unaonaje kwa upande wa Clement Mzize? Tayari yupo tayari, yuko fit kabisa. Ukiangalia Dube na yeye yuko vizuri. Ukimwangalia Depu na yeye yuko vizuri. Pacome Zouzoua wako vizuri. Unatamani aanze nani kati yao wachezaji ambao ili waweze kufanya mashambulizi mazuri mbele? Yeyote anayotaka kuanza itakuwa vizuri kwa sababu sasa hivi Yanga forward zote zimeshatimia. Ina maana kama mwanzo wa ligi ya mabingwa tungeanza na watu kama hawa ingekuwa sasa hivi tupo mbali. Lakini alikuwa anaanza Dube peke yake kwa sababu wengine walikuwa majeruhi na wengine tulikuwa bado hatujawasajili. Lakini hapa palipobakia tutaonyesha uwezo mkubwa. Yaani tunachokiomba sisi, yaani wale jamaa wafungwe hata goli moja, sisi uwezo wa kwenda tunao. Kuna uhitaji wa kuanzisha mastreka wawili wakati mmoja? Upo. Kwa sababu leo yani sio siku ya kujilinda, ni siku ya kushambulia. Hatuwezi kuanzisha mtu mmoja. Pale ni full mkoko mwanzo mwisho. Yani raundi ya kwanza tunahakikisha tunapata goli 3, raundi ya pili hata tunapata goli 2, tunacheza show game. Na huo uwezo upo kwa sababu wapo Waarabu hapa wamekuja wakafungwa goli 4. Hakuna kinachoshindikana. Mechi mbili zilizopita Pacome Zouzoua ni kama vile hakuonesha performance nzuri. Watu wana wasiwasi kwamba pengine ameshuka kiwango au labda kuna vitu ambavyo vinafanyika nje huko kwenye mambo yake pengine vinamharibu bora wake. Watu wengi wanazungumza hivyo, lakini hawa sio watu wa mpira kwa sababu binadamu
sio siku zote naweza kuwa vizuri. Hata mimi mwenyewe ninapoenda mazoezini siku nyingine najisikia uchovu, naweza kukaa sehemu nikapumzika, na hata zile speed nakuwa nazipunguza, kwa sababu mwili una tabia kubadilika, kwa sababu huu ni mwili, sio chuma. Hata hicho chuma nacho kinaenda kinachoka, kinaharibika. Nashangaa sana ili swala ambalo wewe umeniuliza. Siku moja nilimkuwa namsikia Jemedari Saidi anazungumza kuwa Pacome apunguze stelehe. Kwanza umri umeenda, sasa anavyofanya stelehe ndo maana kiwango kinashuka. Lakini mimi nampinga Jemedari Saidi kwa sababu Jemedari Saidi ni mtu ambaye amecheza mpira, ila uelewa wake ni mdogo, na mimi sikataa yeye kusema hivyo, kwa sababu yule tu ana wivu na Yanga kuionea roho mbaya. Hata kama ikifanya vizuri, yeye kazi yake ni kulaumu, kwa sababu yeye mpira mwenyewe amecheza katika klabu ya Kariakoo ya Lindi, hata kama hajacheza kiwango kikubwa, kwa sababu Kariakoo ya Lindi haijawahi kucheza ligi ya mabingwa bara la Afrika. Kwa kifupi, Jemedari Saidi hajawahi kucheza ligi ya ushindani, hata timu ya taifa hajawahi kucheza. Yeye alikuwa tunacheza na Mtibwa. Sasa unapokuwa unacheza na Mtibwa na timu zinginezo, sijui unaenda kucheza na timu sijui kutoka Songea, kipindi kile yeye anacheza, huwezi kupata ushindani mkubwa. Hajawahi kucheza sehemu yenye joto, hajawahi kucheza sehemu yenye baridi kali. Ndio maana naongea hivyo. Hilo nalo linachangia. Pili ni wivu na nongwa, kwa sababu unapomzungumzia Pacome kusema stelehe, kwani stelehe gani ambayo yeye anaifanya? Stelehe ipi? Kwa sababu hata kama unakunywa pombe, si unakunywa usiku, asubuhi si unafanya mazoezi? Ndio ninavyokuwa. Kwa sisi tunacheza mpira, hilo haina shida. Hata kama mimi pombe sinywi, lakini siwezi kusema Pacome anafanya stelehe. Ile ni nongwa tu kuwatoa mashabiki wa Yanga kwenye leli, kuonekana yule mtu sasa hivi anapenda stelehe. Stelehe kwa binadamu ni sahihi, hasa ukiwa na hela, hamna tatizo. Mtu asofanya stelehe, huyo ana hela. Sasa simuonee nongwa, asimuonee wivu. Mimi Jemedari lazima nimseme, kwa sababu yeye amecheza mpira hata kama kwa kiwango kidogo. Siwezi kumlaumu yule kijana mmoja anajiita nani Huruma sijui. Yule mimi siwezi kumzungumzia katika medali ya soka, siwezi kumlaumu kusema Huruma amechambua hivi, amechambua vibaya, kwa sababu anachambua kitu ambacho yeye hakijui. Huruma hajacheza mpira, ndio maana mimi huwa sipendi kumtaja, kwa sababu hata jogging hajawahi kufanya siku moja. Hana mazoezi aina yoyote, yeye anaongea tu. Kausomea yeye. Mpira usomwi, mpira unacheza, kwa sababu kusoma na kufanya kitendo ni kitu tofauti. Hata aliyosoma kitu fulani kasomea, afu huyu aliyofanya kwa vitendo mara nyingi anaofanya vizuri ni huyo ambaye amefanya kwa vitendo. Wewe uliosomea mara nyingi utalala na njaa, watu hata kwa ajili, ila watamwangalia sana huyo ambaye amefanya kwa vitendo. Sasa mpira hausomwi, kwa sababu ukishasoma unaandika kwenye daftari, pumzi huijui, unaona, kupiga chenga hujui. Sasa utachambua kitu gani? Ina maana kile kitu yeye amesoma, lakini mpira hausomwi. Mpira unacheza duniani kote. Mpira sijasikia kwa hapa Tanzania hakuna chuo cha mpira. Kuna chuo cha waandishi wa habari, ukifeli form 4 ndo unaenda kusoma huko. Inawezekana wengine wanakuwa hivi na wengine hawajafeli, tunazungumzia hivyo, lakini mpira hausomwi. Ila yeye kwa sababu hana cha kufanya na alipoajiliwa ajui nini azungumze, ndio maana akadumbukia kwenye mpira. Lakini mimi simlaumu, kwa sababu yeye mpira hajacheza. Mimi hasa namlaumu Jemedari Saidi, wakati yeye mpira ameucheza, hata kama kwa kiwango kidogo. Namlaumu asiu na wivu na Yanga, awaachi vijana wacheze mpira. Na kuna wanaosema kwamba Young Africans kama atafanikiwa kufuzu katika hatua hii, huenda akaenda mpaka finali. Ni kweli kwamba wakati huu ndo mtihani mgumu kwake kuliko mbele huko? Hata mimi hili naliona Yanga kama tutafanikiwa kupita kwenye kundi hili, finali hata kombe tunabeba, kwa sababu katika kundi letu sisi ndo kundi la wanaume kweli kweli. Kundi letu sisi ndo kundi la wanaume. Kule kote waliobaki ni midobwedo tu, makundi ya kule wale wote ni midobwedo kabisa. Kuanzia kundi la Simba, kuanzia kundi la Mamelodi, wale wote ni midobwedo tu. Yaani kama Yanga atafanikiwa kupita, Piramidi si hatuwezi, ile ni timu ndogo. Ile ni timu ndogo ya makumbusho, wale si hatuwezi. Wale hao ile Hilali, sisi hatuwezi kufungwa na timu ambayo ina hamahama, haina uwanja, haina mazoezi, haina chochote. Yaani wale sisi tukikutana nao tunawafunga. Yaani sisi tu tunaomba Mwenyezi Mungu endapo tutapita, wajiandae kwa vipigo, na sisi tutaleta kombe, na tunawaarifu wananchi wote wa Tanzania duniani kote warudi waje kupokea kombe endapo tutapita. Hata mashabiki wa Simba nao tutawaalika
waje kupokea kombe la Afrika. Alafu basi kwa bahati mbaya kama Yanga atacheza fainali, kutaibuka wazee wa Simba wanaojifanya wao mizali wa zamani. Na sisi tulicheza fainali, tulicheza na Likubula, ndo wanachoongeongea. Yaani Simba kitu chochote anachokifanya Yanga, kuna wazee wale wa zamani. Kumbe sasa hivi wazee waulizi, una Google tu, wazee walikuwa na zamani ndo walikuwa wanaseminika wazee. Nenda kamuulize mzee fulani, lakini sasa hivi hakuna mtu anayemuuliza mzee, tunauliza kwenye simu. Sasa wao wanakuja, hawajui sasa hivi kuna simu, watu na Google, bado wana akili za kizamani. Sasa wanakuja, sisi hata sisi Simba tulicheza na Likubula fainali. Utasikia tu sisi tukifika fainali. No kuambia utasikia tu. Na tuzungumze katika upande wa kuna kati ya Ahmed Ally msemaji wa Simba, lakini pia na Ansi Rafaeli mchambuzi wa mpira. Hiyo vita bwana ilianza, Ansi Rafaeli aliposti kitu akasema Elie Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Sasa Ahmed Ally ameuliza hilo swali kuhusiana na hilo neno ambalo alizungumza Ansi Rafaeli. Amemwataki vibaya mno na amefikia tu ametamka maneno mazito sana. Sasa hivi wanafanya kujibizana. Pengine amekosea Ansi Rafaeli kusema kwamba Elie Mpanzu ana mapenzi na Yanga? Hajakosea kwa sababu mapenzi ni ya mtu binafsi. Ila anachofanya ndugu yangu Mohamed Ally yeye kupinga anakosea. Kwa sababu hata mimi leo nikiambiwa kuwa nafanya kitu fulani, inabidi mimi uje uniulize, na mimi sitakuficha, nitakwambia kweli. Hata mimi naona Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Unaona? Sasa mapenzi ya mtu kupenda timu fulani, wewe isikusababishe ukaongea maneno ya ovyo. Yaani Rafaeli yupo sahihi. Lakini Mohamed Ally yeye amepambana kutegemeana na yeye ndo msemaji wa klabu kuipambania timu. Lakini mapenzi yanabaki pale pale, yani kwa sababu hata kule Ulaya kama umepanga matokeo, hata ukishinda goli moja wajanja wanajua na unafungiwa. Sasa hata ukimchunguza vizuri huyu Mpanzu, huyu ana elementi ya Yanga. Yaani huyu ni Yanga 99%, ila pale Simba ameenda kufanya kazi. Alichosema Rafaeli ni sahihi. Kwa Yanga yule Mpanzu ana mapenzi na Yanga ni sahihi. Sasa kwa kinachoendelea ni sahihi kweli kwa upande wa Ahmed Ally kama msemaji wa timu kubwa Simba, inafika tu mpaka Ansi Rafaeli anaanza kutoa siri zake kwamba yeye ndo jasusi pale ndani ya Simba. Hii itakiwa ifike huko kweli? Hawezi kuwa jasusi kwa sababu huyo Rafaeli hajawahi kwenda hata klabu ya Simba, kwenda kwenye mikutano yao, kwenda mahotelini, hajawahi kuenda hata siku moja. Yeye ni mwandishi ambaye anapokea habari kutoka kwao. Yeye Ansi mwenyewe ndo kasema kwamba Ahmed Ally ndo jasusi wa anayetoa siri za Simba. Mimi kwa hilo naweza kulipinga. Kwa Mohamed Ally anaweza kuwa jasusi kutoa taarifa akailetea Yanga. Hata kama mimi sina imani kama Mohamed Ally ni Yanga, lakini Mohamed Ally hawezi kutoa habari Simba akazileta kwa waandishi wa habari au akazileta kwa upande wa Yanga. Ila pale penye Simba pale kuna machawa wengi wa Yanga. Mohamed Ally yeye yupo vizuri, wala hawezi kuleta taarifa za Simba pale hata siku moja hawezi kufanya hivyo. Ila kwa sababu imeshafikia mgongano, mtu yoyote anaweza kuongea chochote ili amharibie mwenzie, si ndio? Lakini Simba pale kuna majasusi wengi ambao wamepandikizwa, kila wanachokifanya Yanga wanakijua. Kwa sababu Yanga wao wanajifanya kama serikali ya Marekani. Kuwa kila sehemu unamweka jasusi. Ina maana pale Simba, mimi nakwambia mpaka ifikapo na 2035 neno kombe laina yoyote, hata kama wanagombea dumu, wanagombea ng'ombe, wanagombea sijui tembo, wanagombea kitu chochote, hawapati. Hawatapata hata siku hii. Hata wachezaji ambao wamesema tumesajili, hao wachezaji ni wa watu tayari wameshatengenezwa. Yaani Simba hatapata kombe laina yoyote kwa vitu ambao pale vipo. Ndio hao wengine wanasema Lubadili sio nini? Ndio hao majasusi wenyewe. Hao wengine wanasema sijui tunampa masaa 72. Ndio hao majasusi wenyewe. Lakini wao wenyewe Simba wajitambui. Pale kuna majasusi wengi. Na hili swala linategemea na bahasha. Bwana, siku ya jana wazee wameinuka tena, wazee wa Simba wameamka na kusema kwamba
hawamtaki Magoli awepo katika bodi ya wakurugenzi ya Simba, lakini hawamtaki Mangungu awepo pale kwa sababu wanasema wale wamepanga njama kumuondoa Mo, ambapo Mo bila Mo ndani ya Simba sio Simba. Umeisikia hii taarifa? Unajua unapokuwa na umri mkubwa na kidogo unakuwa na matatizo fulani. Ndio maana hata ukifika miaka 60 unastaafu kufanya kazi. Kwa sababu unapokuwa mzee uchelewe kulala, miguu inauma. Wale wameongea kwa ajili ya uzee. Kwa sababu tunapoizungumzia klabu ya Simba haijaanza leo. Kwa sababu klabu ya Simba ndio ya kwanza kuanzishwa kabla Mo hajazaliwa. Na Simba ilikuwa inafanya vizuri kabla ya Mo, si ndio eh? Sasa wanaposema Simba bila Mo haiwezi kufanya vizuri, sio sahihi. Sio sahihi. Unajua hata Yanga kipindi cha nyuma kuna wazee pale walikuwa wanajitokeza mara wanaongea hili wanaongea, lakini wale wanachokitaka ni kiloba cha unga. Kiloba cha unga, sukari, ukiwapa na nyamaza. Ndio tabia wazee. Wao hawaangalii huyu nani. Kwa mfano hivi si wanataka Mo kama hajatoa kiloba cha dona hawaongei. Kama hajatoa kiloba cha dona wanamsema. Na yule Mangungu akiwapa kiloba cha dona hawasemi. Kwa sababu wao hawantaki Mangungu kwa sababu zipi? Kwa sababu Mangungu amepigiwa kula kisheria. Na yule Magoli ni kiongozi wa kisheria. Na viongozi wa Simba ndio viongozi wanafanya vizuri, hawana tatizo, lakini tatizo lipo katika upande wa usajili. Lakini ukiwasikiza wao tatizo lao kubwa ni kwamba juzi walipotangaza mzabuni wa kutengeneza zile kadi za wanachama, wanasema Mo hakushirikishwa kwa sababu baada ya kuposti ile jambo Mo alicomment na kusema kwamba swala la transformation linakamilika lini. Sasa baada ya kupost na kucomment hivyo watu wanasema kwamba Mo hawajamshirikisha na ilitakiwa Magoli amwambie Mo kwa sababu yeye ndo yuko upande wa Mo. Wewe kwa kuona naje, hawajamzunguka kweli? Hawajamzunguka na haina sababu ya kumshirikisha kwa sababu zile ni kadi za wanachama. Yeye Mo ni mdhamini, si ndio? Mdhamini kazi yake kutangaza biashara zake, kama vile mgongoni kaandika sabuni ya unga, kaandika Mo Protector, ile ndo kazi ya mdhamini, na kutoa pesa na kusajili. Kazi ya kadi ile ni kazi ya klabu kwa ajili ya wanachama. Haina sababu, wamefanya vizuri tu kwa sababu wale wanatengeneza kadi za wanachama. Na ile iendelee tu, haina sababu ya kusimama kwa sababu klabu ina wanachama. Klabu sio ya mtu binafsi. Mo klabu sio ya kwake. Klabu ni ya Simba Sports. Ina maana inapokuja swala la kadi haina sababu ya kumshirikisha. Lakini kama kuna mdhamini mpya ambaye atakuja kuidhamini Simba lazima aonane na Mo, lakini kwa swala la kadi ni la kwao wenyewe wanachama wa Simba kwa mujibu wa sheria. Wamezungumza na kutoa siri kwamba Mangungu ni shabiki wa Yanga kwa sababu mambo siri zote zinazotoka ni yeye ndo anazitoa, na anasema hata zile jezi kuvuja yeye mwenyewe ndiye alivujisha, kwa sababu hata ile mechi ya kwenda waliogoma kucheza dabi ile wanasema yeye ndo aliruhusu wacheze. Kwa hiyo ombi lao ni kwamba Mangungu aondoke, lakini na huyo Magoli aondoke. Pengine ni kweli huyo Mangungu ndio anayesababisha yote yaonekane ndani ya Simba. Kwanza ukisikia mshabiki yoyote wa Simba au mwanachama yoyote wa Simba anasema Mangungu aondoke, huyu hajitambui. Hajitambui na ajui nini anachokiongea, kwa sababu unapomzungumzia kiongozi Mangungu ndo kiongozi aliyoleta maendeleo makubwa katika klabu ya Simba, ndo aliyofikisha finali hizo robo finali 5 klabu ya Simba, na ndo kiongozi amefikisha finali klabu ya Simba kombe la shirikisho. Hamna kiongozi mwingine, ila kwa sababu Mangungu hana uchumi mkubwa wa kugawa mabahasha, ndo hizi tatizo linatokea. Ndio kinachomponza Mangungu, kwa sababu pale kuna vijana wengi wanapenda sana mabahasha. Na ndio hao wanaochafua Mangungu. Mara tunataka Mangungu, wale wanataka mabahasha. Sasa kwa taarifa yao, mimi nawaambia kitu kinachoendelea. Sasa mimi najua kinachoendelea. Mangungu pale haondoki. Unaona bwana? Mangungu pale haondoki. Na sisi watu wa Kusini tumeshapanga Mangungu pale haondoki. Na uchaguzi ujao utafanyika na Mangungu atagombea tena na atapita.
kwa sababu sisi watu wa kusini hatutokubali sisi ndugu yetu aondoke kiholela afu akai wao. Hicho kitu hakipo. Sisi tumechukia sana watu wa kusini walivyomfanyia Mangungu fujo. Unaona bwana, tumechukia sana kwa sababu tu nchi yetu ina sheria na kila kitu. Hata sisi tungefanya fujo, lakini tumeona sheria zipo. Lakini Mangungu ameamua kuwasamehe kwa ungwana aliofanya. Mimi namsifu kuwasamehe, lakini katika swala la uchaguzi Mangungu lazima agombee kwa sababu sheria inamruhusu Mangungu kugombea. Sasa unaonaje sasa kwa hiki kinachoendelea ndani ya Simba? Hawana umoja, mashabiki wala viongozi hawana umoja. Simba inaweza kusimama hivi karibuni kweli? Simba kusimama karibuni haiwezi kusimama kwa sababu ya uchumi. Kwa sababu mpinzani wao muda huu ana uchumi. Na yeye Simba anataka awe kama mpinzani wake. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kama mimi leo ni machinga, eti leo ndo mimi nijipambanue nipambane na Balesa, mimi nitamweza? Mimi nitaishela tu ya kula dona, ya kwenda feri pa kununua daga mchele basi, lakini uwezo kufika kama Balesa huo uwezo haupo. Sasa Simba wakubali kwa muda huu Yanga alipotoboa, wao wajirudishe nyuma, wawe watoto wadogo. Yaani wajihesabii sisi tupo katika kundi la Mtibwa, sisi tupo katika kundi la KMC. Unaona juzi amecheza na KMC, sasa amepata ushindi. Wale ndo watu wake. Lakini akicheza na Azamu sio watu wake, wale ni watu wakubwa. Akicheza na Singida ni mtu mkubwa kuliko Simba, lazima afungwe au atoe draw. Sasa Simba patakaa vizuri kama watakubali kusema wao ni wadogo katika nchi hii, kwa sisi ni wadogo, timu yetu haina uchumi. Lakini pale watasema Mangungu atatoka, Mangungu atakuja mwingine, itakuwa hivyo hivyo. Na kama mimi nilivyosema, sisi watu wa kusini hatutakubali Mangungu adhalilishwe, kupigwa. Mimi mwenyewe sasa hivi nitaenda uwanjani, nitakuwa bodyguard wa Mangungu. Mimi nitakuwa bodyguard wa kujitolea, sio kulipa hela, kwa sababu mimi mkono na upiga miaka 6 nacheza Kalet. Ina maana mimi nitamlinda Mangungu, anotaka kumgusa meno hana. Yaani hicho ndio kinachotaka kutokea, kwa sababu unapokuja kumbuguzi mtu wa kusini mimi naniuzi kabisa. Nasikia juzi mara baada ya kupata ushindi dhidi ya KMC, mashabiki wa Simba wametamba, wanasema kwamba wanasubiria ifike tarehe 1 mwezi wa 3, wanaitaka Yanga. Kwa Simba hiyo walionayo sasa hivi huenda wakalipa kisasi. Unajua Simba akiwa na hamu anataka tena. Simba akiwa na hamu anataka tena. Simba anataka tena. Ana hamu. Simba atazinguka, lakini akiwa na hamu tu basi anamtaka Yanga. Anataka tena huyo. Amenogewa. Sababu huko amepita na gawa utamu, anaona kule wamfanyi vizuri, lazima mtake Yanga. Ndio ninavyokuwa. Hao anataka tena. Hizo chokochoko tunataka Yanga. Basi tayari wameshanogewa hao. Na watapata tu, watashughulikiwa, hamna tatizo. Lakini hauna wasiwasi wote pengine kwa usajili ambao wameufanya wanaweza kawasumbua? Ule hamna usajili mule. Mule hamna usajili. Ule ni usajili wa mchongo, hamna mchezaji yote wa maana pale. Wale wachezaji wa kuokota. Wewe Simba tasajili nchi. Pale mchezaji mmoja tu Mpanzo ambaye ana mapenzi na Yanga. Lakini wale wengine wale hamna kitu, hamna wachezaji pale. Angalia magoli waliokuwa wanakosa Maria, yale yote si magoli haya. Huko Angola, wale wacheza na Angola, angalia magoli waliokosa. Mule mna wachezaji mule? Mule hakuna wachezaji. Tena hiyo si kwa kukutana na Yanga. Sio goli 5 tena, zile zinaweza kufika hata 8. Yanga kama watakuwa makini. Na sasa hivi Mzizi amepona. Hilo balaa ndio tutakutokea hapa pale, tutakuja kukimbiana hapa. Mpaka waandishi wa habari watakimbia, wataona aibu. Wale waandishi wa habari wa Simba wale watakimbia, wataona aibu. Kutatokea kipigo kimoja kikali mno. Yaani haijawahi kutokea duniani. Kwa mfano Yanga kishinda goli 7 kipindi cha kwanza, hicho cha pili itakuwaje? Yaani aibu ya kali ni tarehe 1 mwezi wa 3 itatokea. Sasa ni sahihi kweli Simba kwa mechi ya KMC, kama ilivyo KMC iko nafasi ya mwisho kabisa kutamba kwamba kwa sababu umeifunga Yanga wenda wajiandae? Si ndio maana nikakwambia wanataka tena. Yaani pale walikuwa wanataka pa kusemea ili wawatie hasira Yanga wajikugongwa. Yaani Simba kigongwa na Yanga wanafurahi. Wengine wanachekea chooni, wanaenda wanacheka chooni wanarudi. Kwa tusubiri nini sasa? Tusubiri nini kama kitakachotokea? Pale hakuna cha kusubiri kwa sababu Simba na Yanga kukutana, Simba anafungwa tu. Hakuna cha kusubiri, wewe sabia tu Simba anafungwa, ila kusema usubiri magoli mangapi
Sio kusema tusubiri nini, yaani sema tusubiri magoli mangapi, 6 au 8. Hilo ndo neno la kusubiri, sio kusema Simba aifunge Yanga. Hicho kitu hakipo. Kwanza atatokea wapi? Hana pa kutokea. Na sasa hivi wanajipendekeza kusema twendi wote. Sisi hatuwezi kufanana na Simba kusema eti sisi tushindwe kwenda kule, eti sisi tubaki hapa. Hicho kitu hakipo. Wanakuambia Kibabage sasa hivi kawaka kuliko hata Mohamed Hussein. Unajua kama huna pesa, mkeo kama na tabia ya kupambana kuleta kisamvu kila siku, wewe si una pesa, utamsifia mke wangu kisamvu kizuri hichi. Ndio kinavyofanyika kwa Kibabage. Sababu si hawana kitu. Hata sisi kipindi kile tumekwama. Ninja tulikuwa tunamuona mzuri, lakini si matokeo tulikuwa tunayapata. Hata mtu sio kwa na maana, hata Ajibu tulikuwa tunamuona mzuri. Lakini Yanga sasa hivi utamfikiria Ajibu. Kule ni kukwama tu. Wale Simba wameshakwama. Unaona wamesoma Lubadili, wamesoma kila kitu. Sasa hivi Lubadili imeshawarudia wenyewe, wengine wanakuja kuomba radhi kwenye TV. Bosi tusemehe. Yaani wewe timu ya kwako afu naomba radhi. Yaani mimi timu ya Yanga ndo nimuombe radhi siju nani, kiongozi siju nani. Mimi ni mwanachama. Siwezi kuomba radhi. Mimi nashangaa wenzetu wanaomba radhi. Tusemehe sasa hii timu ya kwako au timu ya mtu. Unaomba nini radhi wakati timu yako? Bwana mimi nikushukuru sana. Asante sana.